Jina langu ni Zakia Lulu, ni Press and Communications Lead, lakini pia ndio afisa miradi hii midogo midogo ama program ndogo ndogo ambazo zinaendeshwa na Busara Promotions, ambaye ndiye mama wa tamasha la Sauti za Busara. Kwa maandalizi kwa kweli tumefikia pazuri, nashukuru Mungu alhamdulillah mpaka sasa. Hofu ilikuwepo kwa sababu ni venue mpya, ni eneo jipya ambalo hatukuwa na mwanzoni. Tulivyokuwa tunasema tunaenda Mnazi Mmoja, kila mtu alikuwa anawaza sasa pale tunafanya vipi, ramani itakuwaje? Lakini nashukuru tulipata timu ya wataalamu kiunganisha na timu yetu ambao tulikaa pamoja, tukaja kufanya survey na tukajua okay, kwenye ile eneo hapa patatufaa na ramani yetu iwe hivi ili kuweza kuketa majukwaa yote. Kama unavyofahamu kwamba tamasha la Sauti za Busara limekuwa linaendesha majukwaa 3 mpaka 4 katika kila msimu. Kwa hivyo ukiangalia ile eneo ni eneo la wazi. Na mtu kupata picha kwamba yanawezekana majukwaa mawili, lakini nashukuru tumetengeneza majukwaa mawili ambayo yana X point. Nikisema X point ni kwamba ukiwa kwenye jukwaa main na ukiwa kwenye Mivinje stage hauwezi kuingiliana na muziki. Kwa hiyo wanaokaa jukwaa la kwanza wana sound wanaosikiliza muziki wao, na wakati huo huo jukwaa la Mivinje pia linaendelea na burudani kama kawaida na haiingiliani. Sehemu moja tu ambapo mtu atapata ku-experience sauti mbili tofauti kama atapenda kufanya hivyo ni sehemu ambayo ni ya refreshment. Lakini pia tuna jukwaa dogo ambalo liko nje kwenye Busara Bazaar. Busara Bazaar imeandaliwa mahususi kabisa kuweza kusupport wafanyabiashara wa hapa ndani, kwa maana hapa nyumbani wanaotengeneza bidhaa mbalimbali za mkono, wa kutumia mikono, kwa maana handcraft artisans, lakini pia na chakula ambacho kiko zaidi kistaili yetu, nafikiri naeleweka nikisema hivyo. Mimi nataka kufahamu kwa nini majukwaa mawili? Kwa nini majukwaa mawili? Moja ndivyo ambavyo tumekuwa tukifanya miaka yote. Na kwa sababu gani? Tunapofanya call for artists ama ule wito wa wasanii, maombi tunapata zaidi ya 400, wakati mwingine tulikuwa tunafika mpaka 600, lakini bendi zinazohitajika ni chache sana. Sasa tunawapaje nafasi watu wengi zaidi kuweza kuperform ama fursa nyingi zaidi kwa wasanii kuweza kuperform? Tukaona si vyema tuwe na jukwaa moja tu na kuchukua bendi chache. Kwa hiyo tukafanya majukwaa mawili, na kwa hapa sasa tunalazimika kufanya majukwaa mawili kwa sababu ya nature ya eneo. Kwa hivyo kwa sasa tutafanya majukwaa mawili, pengine labda inshallah kwa mwakani tunaweza tukafikiria namna gani tutafanya ili kuweza kupata jukwaa la 3 bila kuwa na interruption yoyote ya sauti katika majukwaa haya. Mimi nina swali moja tu la mwisho kwamba namna ambavyo mlivyoweka ni kama mtu nje anaona. Sijui mmejipangaje kuhakikisha kwamba watu ambao wako nje sasa na ambao wako ndani hawapuni wale wa ndani na kile ambacho. Swali nzuri. Mwanzoni wakati tunaanza watu wakasema tamasha safari itakuwa bure. Mara wakaona uzio unaanza kuwekwa. Sasa unajua kuna kitu tunasema usimshtue mtu mbinu zako mpaka pale itakapofika siku ya mwisho. Kwa hivyo mnavyoliona hili eneo sasa hivi sivyo ambavyo litakuwa kuanzia tarehe 5. Nikwambie tu kama unatarajia eti utakaa nje uangalie show ndani, hii ndugu yangu imekula kwako. Asante.